Karibuni kwa wote kwenye kipindi chetu cha habari, na asante sana kwa kuweza kufuatilia Pepele News kwa ajili ya kupata habari zako za uhakika na zenye kuaminika. Pepele News iko hapa kwa ajili yako, na hivyo leo hii tunakuandalia taarifa nyingi sana kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunatumainia mahali kote ambako mnafuatilia kipindi chetu cha redio muko salama na Mwenyezi Mungu anazidi kuwalinda. Kwa hiyo katika habari zetu siku ya leo tutazungumzia kuhusu hali ya vita ambayo inaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, na pia tutaweza kuzungumzia maendeleo ya magonjwa ya Ebola ambayo inazidi kutatanisha wakaaji wa maeneo ya Ituri na pia huko Bunia. Tutaweza kuzungumzia pia habari ambazo zilikuwa zikivuma kwenye mitandao ya kijamii zikizungumzia kuwa eneo la Kabambare liliweza kukamatwa na waasi wa M23, hali ambayo gavana wa eneo hilo aliweza kukanusha na kusema hapana, hali hiyo ni ya uongo. Kwa hiyo basi baki na Pepele News ili uweze kupata taarifa hizo zote kwa mfululizo zaidi. Tuhuma za jaribio la kuzuia Ville Morte zinazua mjadala mjini Uvira. Siku ya Jumatano tarehe 5 Agosti mwaka 2026, mji wa Uvira ulikumbwa na shughuli ndogo kufuatia mwito wa Ville Morte uliotolewa na baadhi ya shirika ya kiraia ya eneo hilo. Hatua hiyo ilenga kuonyesha mshirikiano kwa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC, huku ikiomba kuongezwa kwa vifaa vya uwezo wa kijeshi kwa ajili ya kulinda nchi. Katika mazingira hayo, General James Fieka Adui alitoa kauli kwa vyombo vya habari vya ndani akidai kuwa baadhi ya askari wa FARDC walijaribu kuwahamasisha wananchi kurejea kwenye shughuli zao kwa kutoa fedha. Kwa mujibu wa madai yake, magari matatu ya jeshi yalionekana yakizunguka katika mitaa mbalimbali ya Uvira. Alidai kuwa baadhi ya wanaoendesha pikipiki za abiria walikuwa wakipewa kiasi cha fedha za Kongo 15,000 ili warejee kazini. Pia alidai kuwa baadhi ya wafanyabiashara walihamasishwa kufungua maduka yao. Hata hivyo, kwa mujibu wa General Fieka Adui na baadhi ya mashahidi waliotajwa katika taarifa hiyo, wananchi wengi waliendelea kuheshimu wito wa Ville Morte. Inadaiwa kuwa maduka mengi yaliendelea kufungwa na shughuli nyingi za biashara hazikurejea kama kawaida. General Fieka Adui aliongeza kuwa yeye binafsi aliojiwa na doria za kijeshi kuhusu msimamo wake juu ya hatua hiyo ya wananchi. Mpaka taarifa hii ilikuwa inaandaliwa, uongozi wa sekta ya operesheni ya FARDC katika mkoa wa Sud Kivu haukuwa bado umetoa tamko rasmi kujibu tuhuma hizo za General Fieka Adui. Kwa hiyo madai yaliyotolewa na General Fieka Adui bado hayajahitimishwa na yaweza kuthibitishwa na mamlaka za FARDC. Wananchi wanasubiri taarifa rasmi ili kupata ufafanuzi kuhusu yaliyotokea wakati wa siku ya Ville Morte mjini Uvira. Mwili wa mwanamke aliyefariki kwa Ebola wakutwa mbele kituo cha afya ndani ya mji wa Bunia. Mwanamke mmoja aliyekuwa ameambukizwa na ugonjwa wa virusi ya Ebola amekutwa akiwa amefariki dunia asubuhi ya Alhamisi mbele ya lango la kituo kimoja cha afya mjini Bunia ndani ya mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, marehemu anadaiwa kuwa alikuwa mgonjwa aliyekuwa ametoroka siku chache zilizopita katika mji wa Mongwabu ambao umetajwa kuwa ni kitovu cha mlipuko wa ugonjwa huo wa Ebola. Baada ya kuondoka Mongwabu, inasemekana mwanamke huyo alikuwa amejificha ndani ya jamii ya mji wa Bunia kabla ya kupatwa na mauti. Mazingira hayo yameweza kuongeza wasiwasi kuhusu hatari ya kuenea kwa maambukizi endapo wagonjwa watatoroka maeneo ya uambukizi na kuweza kuendelea kuishi bila uangalizi wowote wa kiafya. Baada ya mwili wake kuweza kugunduliwa, timu zinazohusika zilichukua hatua za kusafirisha mwili wake kwenda makaburini na kuweza kumzika katika eneo ya Nyamurango kwa ajili ya mazishi salama na yenye heshima yanayoweza kufanyika kwa kufuata taratibu maalum za kuzuia maambukizi ya Ebola. Tukio hilo linawakumbusha wananchi umuhimu
wa kushirikiana na wahudumu wa afya wakati wa milipuko ya magonjwa hatari. Wataalamu wa afya huendelea kusisitiza kuwa wagonjwa wanaoshukiwa kuwa wamethibitishwa au wanapaswa kubaki chini ya uangalizi wa kitibabu ili kupata matibabu na kupunguza uwezekano wa kusambaza ugonjwa huo kwa watu wengine. Wakaaji wanahimizwa kuendelea kufuata maelekezo ya mamlaka za afya, kuripoti haraka visa vinavyoshukiwa na kuepuka kugusa miili ya watu waliofariki kwa ugonjwa unaoshukiwa kuwa wa kuambukizwa bila usimamizi wa timu za kiafya. Hilo linapaswa kuwa ni jambo ambalo wakaaji wote wanapaswa kujichukulia, kwa kuwa hali ya ugonjwa inazidi kutokea mara kwa mara, na hali hiyo inaweza kufanya timu za kiafya zisiweze kuwa karibu wakati wa maambukizo hayo. Ndiyo maana wakati wagonjwa au ndugu yako akiwa alipata magonjwa fulani, usiweze kuanza kujichukulia mikononi mwako sheria au mamlaka za kuweza kumtibu. Hivyo unapaswa kujikinga mwenyewe na kuhakikisha unampeleka kwenye eneo ambazo zinaonekana kuwa salama zaidi. Mamlaka zinaendelea kufuatilia hali hiyo na kuchukua hatua zinazofaa kulingana na taratibu za kiafya na utaratibu wa afya ya umma mzima au sante publique. Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa kipindi cha habari zetu za leo. Acha basi tuweze kutanana katika kipindi kijacho, na ikiwa uliweza kufurahia namna yetu ya kuweza kufikishia habari, unaweza hata kuweza kushare video hii kwa ndugu na familia na jamii, ili waweze kupata habari zenye uhakika zaidi. Na pia unaweza kusubscribe na kulike na kucomment ili tujue maoni yako kulingana na habari ambazo tunazidi kukuletea siku baada ya siku. Kwaheri, tukutanane asubuhi ya kesho.